Na pale tumempiga kipigo kidogo kidogo ujue. Yaani ule jana yule alikuwa anakufa hata 5. Sema nimeamua kumuonea huruma. Nilikuwa nambufuata 5. Mtoto Mudi kaa paka tu sasa hivi. Simba sasa hivi yaani namchezea hivi kama paka tu sasa hivi. Hana maajabu yoyote. Ndio maana nimekwambia ukubwa wa Simba sasa na pilipili hoho. Tunajua pilipili hoho kubwa lakini aliwashi ndo wale pale. Wewe piga mahesabu. Ndani ya wiki moja amepigika mara ngapi? Kapigika zidi ya polisi, kapigika na wananchi. Yaani kapigika double impact. Unajua maana double impact yani mara mbili. Kapigika na polisi, kapigika na raia. Ili Tanzania ienee inatakiwa na polisi na raia. Haya mtoto Mudi kapigika na nani? Kapigika na polisi, kapigika na raia. Uongo kaka. Kwa hiyo tuambie bado hajasema mpaka waseme. Mwana michezo, ni siku nyingine tena ambayo wana Yanga ni kama wameamka na furaha hivi. Wana maneno mengi sana wanayaongea. Hii inasababishwa na nini utopona? La, lile pila winome pila uyangasule wewe hujaliona jana kule kaka. Kwa taarifa ngoja nikumegee. Washawahi kulala usiku kwapa zikiwa juu wewe. Mimi jana usiku baada ule mpira ukuisha kule Zanzibar kule. Nimelala kwapa zikiwa juu. Yaani la kweli wewe piga mahesabu wewe usingizi wa ila gari ambao unalala kwapa zikiwa juu kwamba kombe la golden nifu likiwa juu kabisa kwapa zikiwa juu afu nimelala mguu juu wa bati huko. Raha mstare kweli. Ile upande wa pili kule yamebweka kweli kule Zanzibar na tunasema bado hajasema. Kwa sababu ndugu yangu unapokwenda kwenye mashindano kama haya, huwezi kwenda na wachezaji wa mikopo. Huwezi kwenda kwa wachezaji ambao unaona kabisa amekaa cha kubanga tu. Huwezi kwenda kwenye ngao ya jamii unakwenda kukutana na wachezaji. Unapira gimbi pira kombolela. Walianza Rwanda kule, wakasema ameficha wallet kwenye nyuma ya suruali. Wakaja kwenye Simba Day, wakasema ameficha wallet nyuma mfuko. Twende kwenye ngao ya jamii, kala kidude kule. Kichwa kamshange. Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba lile pira winome pira uyangasule 2026 27 watu wataonja sana joto ya jiwe. Wewe angalia kwanza kwenye dakika 15 za mwanzo ukitaka kujua wale watoto wale wana pumzi. Wana mpira papala wakati pumzi hawana. Angalia dakika 15 za mwanzo wametumia energy kubwa kama na uwezo vile. Mwisho wa siku kocha wetu Mangoba akawazuma akaona kumbe wenyewe mnapira kombolela pira gimbi afu mafuta yenyewe lita 2. Subirieni sasa niwaonyeshe mpira wa kitabu. Ukapiga mpira kitabu dakika 20 mbali ulimi huu. Hoi, yule nani yule Dombia nje, Kibabage nje, ulimi ngala tukaanza kuwapelekea moto za. Piga kichwa kamshange moja tu, mwamba kutoka Zambia huyo Kangwanda huyo. Kile kichwa baba kinaitwa kichwa kamshange kaka. Kichwa kamshange kaka, kimepiga kichwa moja mbaiwai. Kile kichwa golikipa yoyote duniani adaki. Wewe kile kichwa yani kile duniani kote kile kichwa huwezi kudaka kaka. Wewe kichwa kamshange unadakaje kichwa kamshange wewe? Wewe unakijua kichwa kamshange wewe? Sasa kile kichwa zinapigwa kama kule New Old Trafford kwa kina Fernandes vichwa kama vile vinapigwa. Yule Dumbia yule kwenye mechi ile walipocheza na Singida kule Rwanda kule. Alipiga kichwa cha ajabu. Sasa vichwa vinapigwa namna ile. Wewe golikipa mwenyewe yule anakuambia ule mpira ulikuja kama mkuki wa moto, yana na mtu anapiga kichwa kama kapiga na miguu. Kwa mpaka pale tuseme tulipokuwa tunawaambia kwamba mwakani tena walikuwa na bishi, lakini sasa hivi kwenye ngao ya jamii Kabatini. Hii inamaanisha mwakani tena kwamba mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6 mwakani Yanga bingwa kwa mara nyingine. Na sasa nataka kutangaza ubingwa mapema kuliko miaka yote. Kama unavyoona wale wachezaji waliokuwepo kule, ukitaka kujua Yanga sasa hivi na kikosi bora, angalia Aaron Okero jana pale anamsoma tu ule mwamba Kangwanda jiza anapokichafua pale kati pale. Kwa hiyo unajisikia ni kwamba niwaambie tu akilana ni Okero. Kinachotakiwa ili uweze kumpa motisha au hamasa kocha kwamba kinachotakiwa mazoezini. Kama utakuwa unategea mazoezini, baba zile namba sasa hivi ni hatari, namba chafu kweli pale kaka kinashaurie. Kaka ni mtu mmoja na kina Ngwangwanda, kina Sankala baba ni hatari ujue. Kwa sababu mimi nikiangalia kile kikosi nilichokuwa nacho na tupu nilikuwa nayo na wale wachezaji watoto Modi moja kwa moja nikajipa imani kwamba nikajipa 100% kwamba Yanga ngao ya jamii Kabatini. Na pale tumempiga kipigo kidogo kidogo ujue. Yaani ule jana yule alikuwa anakufa hata 5. Sema nimeamua kumuonea huruma. Nilikuwa nambufuata 5. Mtoto Mudi kaa paka tu sasa hivi. Simba sasa hivi yani namchezea hivi kama paka tu sasa hivi. Hana maajabu yoyote. Ndio maana nimekwambia ukubwa wa Simba sasa na pilipili hoho. Tunajua pilipili hoho kubwa lakini aliwashi ndo wale pale. Wewe piga mahesabu. Ndani ya wiki moja amepigika mara ngapi? Kapigika zidi ya polisi, kapigika na wananchi. Yaani kapigika double impact. Unajua maana double impact yani mara mbili. Kapigika na polisi, kapigika na raia. Ili Tanzania ienee inatakiwa na polisi na raia. Haya mtoto Mudi kapigika na nani? Kapigika na polisi, kapigika na raia. Uongo kaka. Kwa hiyo tuambie bado hajasema mpaka waseme. Sio nielewana sasa. Sasa si tumeshafungua ligi kuu Tanzania bara kwamba watoto endeleeni. Sasa tunarudi kwenye ligi kuu kwenda kuchukua point 3 muhimu. Tunacheza michezo kama 7 wa 8 yeye. Tena mwezi wa 10
10 tarehe 10 ndio tunaenda na kanda tena. Na ndio maana jana nikaona bwana nisimzibe pua zote mbele. Ngoja nizibe moja endelee kupumua mpaka mwezi wa 10. Yule mwezi wa 10 naenda kufa tena kwenye pointi 3 muhimu. Yaani mzunguko wa kwanza huu nataka tayari nitangaze ubingwa. Mzunguko wa pili ninapokwenda mimi kombe kabisa naambia nagonga hodi pale TFF nigeeni kombe. Tunapoambia mwakani tena tunamaanisha. Tena hakuna kitu ambacho kinawakera. Kama yule gari wanavyosemaga mwaka Yanga bingwa kinawakera kile kitu au mwakani tena kinawakera kweli kweli. Unajua mpaka mtu anasema mwakani tena au Yanga bingwa anaangalia kwanza uongozi aliokuwa nao, anaangalia wachezaji waliokuwa nao, anaangalia benchi la ufundi. Benchi la ufundi limeshiba lile. Wachezaji wameshiba kweli kweli. Na ndio maana nakwambia mwakani tena Yanga bingwa kwa sababu wachezaji waliokuwa nao. Hebu piga mahesabu wachezaji waliokuwa nao. Yaani mimi nakaa Tanzania kwa sababu ya Tanzania tu hapa kusema nikiama mimi ligi yenyewe inakufa. Mimi sasa hivi nitakuwa niende nikacheze na Manchester, Barcelona, Liverpool kule niende nikashindane na Kilao ni akina Mbappe kule, yani niende nikashiriki Bundesliga, La Liga. Nakaa Tanzania kwa sababu ya Tanzania, sema kwa sababu hapa kuna ligi ya mabingwa na ndio maana niko hapa. Baba ligi ya mabingwa nyumbani baba, safari hii kaka natia kabatini ligi ya mabingwa. Narudi Tanzania. Kama hata hiyo hapo kwani Mangoba wakati anakuja simemsikia mwenyewe pale. Alimwambia engineer anakwambia masharti tunakupa engineer utayaweza, engineer kama alete masharti. Anakwambia ligi kuu Tanzania bara mmeshabeba yamejaa makombe pale Jangwani pale. Yaani mmeshabeba mpaka wamechoka. Mimi nataka msimuni waletee ligi ya mabingwa. Na ule mwamba ana uwezo huo na ndio maana kila kimwambia engineer niletee wachezaji. Kila mchezaji alohitaji Mangoba kaleta. Akamwambia bwana mimi kuna kijana mmoja yupo kwa watoto Mudi kule. Yule mimi nampenda yule. Injinia kauliza nani? Akamwambia yule sema ni mwalimu yule. Akamwambia basi subiri nifuatilie. Wao wameenda kumnyakua juu kwa pale kamini kwake. Huyo ni mwananchi. Sasa wewe piga mahesabu kala kidude kimoja mwalimu hajacheza Ziziki huyu hapa anarudi nyumbani. Sasa zile Long Rangers block basa bwana mize za Ziziki. Nini iko tena unazungumzia? Ziziki zile Long Rangers blockbuster one misery. Wewe unajua kumshuhudia Ziziki jinsi anavyopiga ile mishuti ya winome ile. Yaani inapigwa Long Rangers yake blockbuster one misery. Sasa msimu huu 2026-27 watakwenda kukutana na Long Rangers yake blockbuster one misery. Alafu watakwenda kukutana na vichwa kamshange. Yaani mimi nakwambia mpaka maji waite po safari kaka. Ni hatari na nusu kaka. Watu wanasema kwamba jana wanayanga ni kama mlibebwa hivi. Kwenye ile penalti moja ilisababishwa pana Shalulile. Mama! Tena nikwambie kitu. Yaani katika refari ambaye kawabeba wale watoto jana nani yule Arajiga yule. Yaani wale watu mimi nakwambia kama jana yule Arajiga angeamua kutubeba sisi kama alivyobeba wale matoto wale. Jana mtoto Mudi alikuwa anakufa 5 kule. Tena hata 6. Jana kawabeba hata kabisa akifanya faulo. Yaani anapeta tu. Nimekwambia jana ile kama Arajiga kweli angeamua tubebe au acheze ile wanakwambia fair play. Jana toto la Mudi lilikuwa nakufa 7 kulikawa beba sana jana. Yaani kama atashindwa kumshukuru Arajiga jana, nitasema yale matoto hayana shukrani hata kidogo. Yaani jana nakwambia Arajiga akatubeba. Yale matoto kweli yale matoto hayabebeki kia Mungu bora ubebe furushi la mavi kuliko kuyabeba yale matoto yale kaka. Kwa hiyo tunasema okay na mimi nitakishangaa. Yaani ngao iishe bila ile mitoto kulalamika. Sasa hivi analalamikia Arajiga. Arajiga ndio alomleta yule nani alikuwa anapopua nazi yule nani lile lenye jina jepesi kama mgogo yule nani yule Ibrahim Dombia. Jana fundi wa mpira. Fundi wa kushona nguo, fundi wa kufanyaje? Wewe jana pale kamaliza dakika ngapi? Dakika 20 tu ulimi ndala chali kule. Yule nani kibabaga anajitutumwaga yule. Mwili hautaki nguvu hazitaki lakini inajifosfosi. Jana dakika 20 ulimi ndala kule. Wewe unaleta pawa na kati mafuta yenyewe litambele. Wale pale sasa hivi. Fundi wa kufanyaje kwanza? Jana wameona vijana kule wenye mapafu ya mbwa. Wewe subiri sasa. Jana ngawa jamii simeanza. Turudi kwenye ligi kuu baada ya siku mbili mechi kama hujasikia kuna watu wengine wanaenda kulazwa sasa hivi. Lakini umemwona fundi Jabali Jabala maji au mbona mimi jana nimeona anazulua na kaptula tu. Muda wote anaomba pige selfie na Shalulile au kumuona pale. Jabali kampata Shalulile naomba tupige picha blaza, akamwambia blaza unacheza mpira sasa hivi tutapiga baadaye. Muda wote Chama mwenyewe alikuwa anamuomba nani Kangwanda apige naye picha. Maana yule Kangwanda ndo mwalimu wake Chama kana anamuomba blaza naomba tupige selfie kidogo, akamwambia tutapiga baadaye. Si unaelewana sije. Kwa mimi nimeleta watu wa bodi. Tunaona bodi ilivyokuwa inatembea kule kaka. Huwezi kuniletea mimi nani yule nani Ibrahim Tula na jina Ibrahim Dombia. Mtu mwenyewe anaitwa Ibrahim na jina jepesi kama mgogo kaka. Nimekwambia hivi, wewe subiri ligi ianze. Mwaya anamsubiri huko. Mwaya anataka jiulize, msimu uliopita kwa nini sikushiriki ligi kuu? Anaenda kufa. Ngoja nikampelekee moto lile toto lake nani na Mungu ile. Msimu uliopita litusumbua kwake pale. Tulipata goli la jioni la penalti. Sasa mchepele. Sasa safari atatueleza ni kwa nini umpa mkali lakini hana mapembe. Hiyo tarehe 15 hiyo ngoma mimi mwenyewe nitakuepo pale na wapi pale anaitwa kama Jaribu pale. Mimi najua wale na Mungu na watoto Modi. Shamba la Bwana Eli mbuzi bwana alipipa na mfuniko wale. Hiyo mechi naenda kupiga paka mpaka alomfuga baba. Moto niliowasha mimi kule. Ule unaitwa moto kifuru fumbi pia uinome pia uyanga. Moto nini? Pia kifuru fumbi. Wewe subiri nikampelekee pia kifuru fumbi nyumbani kwake pale yule na Mungu.
Kigongole. Baba mimi nataka katika hizi mechi 7 za mwanzo hizi, maana kule nacheza moja na kijapa nacheza 3 naenda Arusha na kuja zingine kama 2-7. Baada ya hapo Toto la Mudi. Wakati nakwenda kwa Toto la Mudi, nataka niwe na uhakika kabisa kama point 30 hivi. Alafu baada hapo naambia Mtoto wa Mudi au nyewe TFF tugeeni kombe kabisa. Baba ubingwa tena kwa mara nyingine. Watasubiri sana. Uwezi kwenda kuchukua ubingwa una mchezaji wa mikopo. Ndio maana hata kwenye mechi ya jana mlikuwa wanasema dabi mlikuwa mnakosea. Sema tulikwenda kukutana na timu ya Kaushalamu aka timu ya Vikoba. Wewe mchezaji kabisa wewe unaenda kumkopa kweli jamani. Angalia yule nani yule boss wao kwa Muni. Juzi kasemaje pale? Oh pesa iko benki. Watu wakamwambia pesa iko benki. Watu wakaenda kachomoa pesa benki wakamchukua mwalimu. Wewe endelea kuzihifadhi. Pesa tumia. Wewe unahifadhi pesa benki. Asangalia sasa hivi wanapolia. Wanabweka kweli kweli. Lakini Utopolo wanamchukua X Factor fundi kweli kweli. Fundi wa mpira. Unamjua mwenyewe? Dani Feitoto. Unamjua mwenyewe? Feitoto. Nimekwambia Toto wa Mudi akimbeba Feitoto. Niitwe Bobby mimi. Wao nimekaa pale. Wana pesa. Feitoto anataka kukopwa. Jamani. Huyu nani mwenyewe Selemani mwalimu wamemshindwa. Yaani wewe una organize na mchezaji bado organize na unao mmiliki. Angalia Yanga alivyokuwa wini watoto. Kwani watoto wa Mudi wamewiniwa wapi? Wao wakati wana organize na mwalimu. Yanga kaenda ku organize na Wydad. Kwa wao wana organize na mchezaji, sisi tuna organize na naye mmiliki. Huwezi kwenda kumkopa mchezaji. Unamkopaje mchezaji? Yaani Dela ukope, Nyanya ukope, Kiroba cha unga ukope, na mchezaji akopwe. Jamani tuombeeni lazi. Feitoto akicheza kwa watoto wa Mudi, niitwe Bobby mimi. Nimekaa pale. Maliza na nyimbo yako ile ambayo unaipiga siku zote. Watoto wa Mudi, poleni kwa kukosa ubingwa, poleni na mtu wezi, pole. Asante ni msimu ujao, poleni Yanga mabingwa. Hapo nakupa nyingine ya kiheza. Nikupe nyingine ya kiheza. Twaili hapa Twigongola, Twigongola, Twaili hapa Twigongola, Kawamba noma.